Kwanza kabisa ni shukuru kwa wale ambao huwa wanakuja hapa YouTube, wanaangalia hizi tiba zetu na wanakwenda kuzitumia na zinaleta matokeo vizuri. Mfano tuna huyu amekutana hapa pa YouTube na tiba ya kutibu ndui. Unaweza ukasimamisha ukasoma message aliyoandika hapo, na kuku wake wamepona vizuri kabisa, akaja kuleta mrejesho hapa YouTube. Kabla sijaenda kwenye video ya leo, kitu kikubwa ambacho ninapenda kuambia, hizi tiba za asili zinafanya kazi vizuri sana, na kitu kizuri ni kwamba sisi hapa shambani pia tunafanya ufugaji. Kwa hiyo tiba yoyote ambayo tunaileta hapa au tiba yoyote ambayo tunakuja kuwaelekeza ni tiba ambayo imefanya kazi vizuri kabisa, ndio maana tunakuja kuwafundisha hapa baada ya kupata matokeo. Na kwa wale ambao wamejiunga na kundi letu wanapata tiba zaidi, maana wale wanaona kabisa namna ambavyo tunalihudumia shamba letu, namna ambavyo tunawafuga kuku wetu kupitia kundi la WhatsApp. Kama unahitaji kujiunga na kundi letu la WhatsApp, ada yake ni shilingi 8,000. Hii 8,000 ni ada ya muda wa miezi miwili. Utakaa kwenye kundi muda wa miezi miwili. Kitu kikubwa ambacho ninataka kuwaelekeza leo hii kwenye hii video, ninataka niwaelekeze kwanza mchanganyo wa huyu mfugaji ambao aliufanya na kuku wake wakapona vizuri kabisa, na nitakuelekeza mchanganyo mwingine ambao wafugaji wengi ambao walikuja kupitia hapa pa YouTube, wala hawakujiunga na kundi, kupitia hapa pa YouTube walisikiliza video halafu wakaenda kufanya na ikafanya kazi vizuri kabisa. Nitakuelekeza mchanganyo mwingine. Kwa hiyo nitakuwa nimekuelekeza jumla ya michanganyo miwili ambayo inafanya kazi vizuri kabisa kwa kuku wako. Kama kuku wako wanaumwa huu ugonjwa ambao nitautaja hapa, ukiwapa huu mchanganyo ni uhakika kabisa wa kuku wanakwenda kupona. Kwanza kabisa ni mchanganyo wa kutibu ndui. Huu mchanganyo wengi sana waliotumia kuku wao walipona huu ugonjwa wa ndui. Kama hujui ndui ni ugonjwa gani, kwanza ndui ni ugonjwa wa virusi ambao unasababishwa na virusi, ndio maana kuna hii chanjo ya ndui. Maana yake ni kwamba huu ugonjwa hauna tiba, yani hautibiki na hizi dawa za madukani, hizi za viwandani. Huwezi ukatibu huu ugonjwa wa ndui. Kama umeshawahi kuona kuku wako wametokwa vipele au vidonda kwenye upanga huko usoni, basi ujue hiyo ni ndui. Na endapo utaenda dukani kununua dawa, ukiona wamekupa dawa ya huu ugonjwa, basi ujue hao wanakudanganya. Huu ugonjwa sisi tunatumia tiba za asili na kuku wanapona vizuri kabisa, kama ambavyo umeona mfugaji hapo nyuma akisema kwamba hii tiba ameshaitumia kwa kuku wake na wamepona vizuri sana ndani ya siku 3. Sasa hapa vitu ambavyo unahitaji kuwa navyo ni vitu 3 au 4 hivi. Kwanza kabisa inatakiwa uwe na limau. Kazi ya hii limau ni kuja kusafisha hivi vidonda vya ndui hivi ambavyo unaviona hapo. Yani unakuwa unatumia limau kuvisugua kama vile unavisafisha. Kisha ukimaliza kusafisha inatakiwa uwe na aloe vera. Kama mnajua aloe vera waga inakuwaga na ute fulani hivi. Sasa ule ute utapaka kama vile unapaka mafuta humo, utapaka kwenye hivyo vidonda. Umeona? Ukisha paka kwenye hivyo vidonda, hatua inayofuata hapo ni mchanganyo ambao utakwenda kumwekea kwenye maji ya kunywa. Hapo utahitaji kuwa na aloe vera, utahitaji kuwa na kitunguu saumu pamoja na tangawizi. Hivi vitu vyote utaviblend. Utachukua aloe vera jani moja, tangawizi moja, kitunguu saumu kimoja. Umeona? Ukishakuwa na hivi vitu utaviblend pamoja, utaviweka kwenye maji lita 8 mpaka lita 10. Kama una uwezekano wa kupata majani ya mwarobaini, ndio itakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu haya yatafanya kuku wako hawahi kupona zaidi. Utaweka na jagi moja la majani ya mwarobaini. Ukiona umetumia hii tiba kuku wako hawajapona, basi ujue kuna point ndogo sana umeikosea. Lakini hii tiba kwa asilimia kubwa waliotumia
kuku wao walipona vizuri kabisa. Sasa nije kwenye tiba ya pili. Tiba ya pili ambayo inatibu magonjwa haya yanayosumbua kideri. Tiba ya kideri. Kuna tiba nyingi sana za kideri tumeshaelekeza hapa. Kama hujui kideri ni nini, ni Newcastle, wengine wanaita mdondo, ndio ni huo ugonjwa. Na huu ugonjwa utaugundua ukiona kuku wako wanahara muharo wa kijani. Muharo wa kijani manake kuna kuku wanaweza kujisaidia kinyesi kikavu lakini ni cha kijani. Ile inatokana na labda wamekula sana majani, ndio maana wanajisaidia hicho kinyesi, lakini unakuwa ni muharo wa kijani, juu chini yake unakuwa umechanganyikana kama na unjano hivi kwa umbali, unjano unaokwenda kwenye weupe, ujue ni kideri. Lakini pia kideri hakina dalili nyingi sana. Dalili moja kubwa ni kuku utakuta wanakufa sana au wanasizia, unakuta wameinama chini, wamejinamia chini, wanasizia, ujue hapo pana shida ya huu ugonjwa wa kideri. Umeona? Tiba ambayo wafugaji wengi wamepiga simu kwamba kuku wangu wamepona, na wengi tuliowapa kuku wao walipona. Unachukua jivu, vijiko viwili. Jivu hili la mkaa hili la jikoni hili la jikoni, vijiko viwili. Unachukua aloe vera majani 3. Unakuja unachukua kitunguu saumu kimoja. Una blend hivi vitu, unachanganya na jivu, unachanganyia kwenye maji lita 10. Hakikisha unakoroga kwa muda mrefu, unawapa kuku wako. Siku 3 mfululizo wanapona kabisa kabisa kideri. Hii tiba wafugaji wengi waliotumia waliona hapa pa YouTube wakatumia, wengine tuliwaelekeza kwenye kundi wakatumia, kuku wao walipona ndani ya muda mfupi sana. Umeona? Kwa hiyo nilitaka tu nikuletee tiba ambazo tumewasaidia wafugaji wengi kupitia YouTube bure kabisa hapa, au kujiunga na kundi letu ni gharama. Sasa kule inatakiwa ulipia ada ya shilingi 8,000 kwa ajili ya kuwezesha ili masomo yaweze kuendelea. Lakini pia tunavyo vitabu sisi. Hizi tiba pia tumezielezea kwenye vitabu, tiba mbalimbali. Kuna kitabu kama cha tiba za asili, tumeelezea tiba ya kutibu Newcastle, gomboro. Kule kuna magonjwa mengi ambayo pia tumeyaelezea. Na vitabu vingine vingi vya miongozo, jinsi ya kutengeneza chakula we mwenyewe, na vitu vingine vingi tu tumevielezea kwenye vitabu vyetu. Vitabu vyetu vinauzwa shilingi 10,000, gharama yake ni 10,000 na ni soft copy. Tunapozungumzia soft copy tunamaanisha kwamba tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. PDF, lile file la PDF tunakutumia kwa WhatsApp au kwenye email. Wewe labda unaweza ukaenda stationery ukaprint ukapata kitabu kama kilivyo. Hivi vitabu jamani vimewasaidia wafugaji wengi sana. Na gharama yake ni 10,000 tu kitabu kimoja. Kwa hiyo kama unahitaji huduma ya hichi kitabu au kuungwa na kundi, namba yetu ya WhatsApp au ukipiga simu kawaida hiyo inayoishia na 39 ndio namba yetu. Asanteni na kwaherini.